Mheshimiwa mgeni rasmi, binafsi mengi yamesemwa na yamefanywa, tunayaona kwa macho, lakini niseme tu kuhusu sisi wachimbaji wa madini. Kwetu sisi wachimbaji, serikali ya Chama cha Mapinduzi imefanya mambo makubwa sana kwetu, na ukiona tunaitwa kuja kufanya jambo la chama, tunaitikia kwa wingi na tunakuja kuifanya kwa ufanisi. Tunafanya kwa sababu tunajua serikali ya Chama cha Mapinduzi imetufanyia nini. Mheshimiwa mgeni rasmi, tangu ingie serikali ya awamu ya 5, mama yetu Dr. Samia Suluhu akiwa ni makamu, na hatimaye serikali hii ya awamu ya 6 akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kumefanyika mapinduzi makubwa sana katika sekta yetu ya madini. Zamani tulikuwa hatujitambui, hatuna uhakika, lakini leo mambo yameendelea kuboreshwa, mambo yamenyooka, kila kitu kiko vizuri na tunaendelea kupeta. Tunazo pesa mfukoni na zimesababishwa na mazingira mazuri inayotufanyia serikali ya Chama cha Mapinduzi. Sasa kwa nini tusitoe pale tunapotakiwa kutoa? Nimshukuru sana ndugu yangu, mdogo wangu, naibu waziri mkuu mstaafu kwa kusimamia harambee kubwa sana iliyofanyika Bukombe, ambayo ndio ilileta matunda haya. Na mimi nikwambie tu, kwa kweli tunao viongozi, lakini mheshimiwa mkuu wa mkoa wakati mwingine huyu huwa anabadilika kabisa, anakuwa mchimbaji, anavaa na zile nguo zetu za kichimbaji, na sisi tukimwona, unajua Waswahili wanasema ndege wafananao huruka. Kwa hiyo akiwa kwetu kabisa akajifanya mchimbaji, na sisi tukamwona yuko na sisi na anatusaidia, na sisi tunaporomoka kweli kweli. Na mimi nikwambie tu mheshimiwa mgeni rasmi, wachimbaji tuko salama, tunafanya kazi zetu vizuri, tuko tayari kulitumikia taifa. Asanteni sana. Na nashukuru mheshimiwa Kabua kwa kuendelea kutoa elimu. Okay, maana kuna uchimbaji unaweza kusema watu wanachimba mchanga Geita. Kwenye dhahabu peke yake, mheshimiwa mwenyekiti, mwaka 2022 uzalishaji wetu ulikuwa ni tani 18.2 za dhahabu. Leo tunapozungumza kwa mwaka, mheshimiwa mwenyekiti, tumefikia tani 27.4. Na ongezeko hili kwa kweli limechangiwa sana kwanza na maamuzi ya Dr. Samia Suluhu Hassan kuchukua maamuzi magumu ya kunyang'anya leseni ya watu ambao wameyahozi kwa muda mrefu na kuwagawia wachimbaji wadogo wadogo. Lakini la pili ni maamuzi ya wachimbaji wadogo wadogo kwenda kuventure kwenye riski. Anaanza kuchimba, ajui kama ataipata dhahabu, ataenda mita ngapi. Na ndio maana leo hii wachimbaji wadogo ukiangalia kwenye contribution yao kwenye tani 27.4 wanakwenda zaidi ya 40%. Haya ni mafanikio makubwa sana. Na 40% ya wachimbaji wadogo fedha yao inabaki kwenye mzunguko wa hapa ndani. Ya wachimbaji wakubwa na wakati hatuwasemi vibaya, kwa sababu wanatusaidia pia kwenye supply chain, wana local content kule, kuna nini, kuna ajira, kuna kodi za serikali. Lakini wachimbaji wadogo hao wakichukua dhahabu sokoni anarudi tena site. Kwa mzunguko unakuwa mkubwa sana. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa uamuzi wake huo, na ndio maana tumeweza kuongeza mapato ya halmashauri zetu kwenye mapato yatokanayo na sekta madini kutoka bilioni 6.1 mpaka bilioni 10.5. Hii ni closer to 100% ongezeko la mapato ya ndani kwenye halmashauri zetu. Aidha, mheshimiwa mwenyekiti, Dr. Samia katika kipindi chake ameweza kutoa license. Nyinyi mashahidi, Kigosi iligawiwa mara ya kwanza kwa na leseni 3,000, 2,000, mara ya pili zikatoka tena. Ukiacha hizi za katikati zinazotolewa moja. Kwa hiyo leo tunazungumza hapa tuna zaidi ya license 10,614 za wachimbaji wadogo.